Na mimi unanielewa, nazungumza habari ya msingi. Kwamba msingi ni Yesu Kristo. Sikia, msingi wa wokovu wako katika kila eneo lazima awe Yesu Kristo na sio nje hapo. Ukiona kuna doctrine yoyote inaongea nje ya Yesu na ukitafuta humuoni Yesu, hebu jiulize mara mbili. Na mhoji yule mtumishi wa Mungu aliyefundisha kwamba katika haya uliyofundisha natamani nimuone Yesu akiongea, natamani nimuone Yesu akifunuliwa. Yuko wapi Yesu hapa? Naelewa anasema, mfano Abraham alipoenda kumtoa Isaka, baada ya Mungu kumwambia nitolee mwanao, mtoe dhabihu, mtoe sadaka ya kuteketezwa, uje uniabudu kwa kumchinja mwanao Isaka. Hebu fungua uone nini kinaongewa pale. Mwanzo 22. Mwanzo 22. Mwanzo 22. Kuanzia mstari wa kwanza atasoma. Anasema, ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka kaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake wale wawili alioenda nao, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuarudia tena. Basi Ibrahimu akazitoa kuni za hiyo sadaka, akamtoa Isaka mwanawe, akatoa na moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yu wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Sadaka inaanza kuuliza. Yaani sadaka haijajua kwamba yenyewe ndio sadaka, inaanza kuuliza. Unajua sadaka waga inaongea. Sadaka inaongeanga. Ikiwa ile sadaka nzuri kabisa Bwana anakuambia utoe, waga inaongea. Kwamba ukinitoa mimi sasa unafikiri utaishi? Mfano kama uwa support ya wajema. Kwanza hata uelewe vizuri, hata unavyorekodi, hata unavyoongea maneno mengine kama eleweki. Mbona kama anakuvuruga yani? Ina maana yeye ndo anaongea kweli. Sasa hivi unaposikia umsupport huyu jamaa, afu yeye yenyewe ndio imebaki wewe ukitoa enda kwa. Sadaka waga inaongea. Watu hawajui kama sadaka inaongea. Sadaka inaongea sana. Sadaka inaongea, ina nguvu sana. Si unaona hapa sadaka ilikuwa inaongea na mtoaji. Ameibeba na ipeleka kuitoa ina mhoji. Sadaka inaongea mzee. Haya, ngoja niendelee. Anasema, mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa. Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka. Napenda imani ya Ibrahimu. Anasema, mwanangu, Mungu atajipatia sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Isaka anakuja kushtukia yeye kumbe ndio sadaka. Anakamatwa kaisha fungwa kawekwa juu ya kuni. Sikia sasa kinachotokea hapa. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ibrahimu bwana alikuwa na imani ya ajabu. Kora mazika tikazo boska. Hapa kuna jambo nataka niliongee tutaliona. Anasema Ibrahimu akanyosha mkono wake akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyooshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo kunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia na tazama kondoo mume. Ensema kondoo mume. Napenda Mungu anavyofanya kazi zake.
Unajua, katika uhalisia hapa, Ibrahim alichukua picha nzima ya Mungu na Yesu. Isaka alisimama kama kivuli cha Yesu, mwana pekee wa Mungu. Sikia, kwa nini anaitwa mwana pekee wa Mungu? Kwa sababu alikuwa ni mwana wa ahadi. Najua unaweza ukasema kwa nini Ishmaeli hakuwa mtoto wa Abraham? Yes, alikuwa ni mtoto wa Abraham, lakini alikuwa ni mtoto wa mwili, hakuwa mtoto wa ahadi. Nazungumza habari ya mtoto wa ahadi. Mtoto ambaye Ibrahim alimpata sio kwa nguvu yake, ila kwa sababu ya ahadi. Yaani, hivi unaelewa? Mungu alipompa Abrahamu ahadi, alihakikisha nguvu ya Abrahamu haishiriki katika kutimiza ahadi ya Mungu kwake. Hiyo ni moja kati ya njia ngumu sana kwetu kuziona zile ahadi ambazo Mungu kaziahidi kwetu. Kwa nini? Huwa mara nyingi tunataka tuchangie nguvu zetu kuhakikisha ahadi za Mungu zikitimia kwenye maisha yetu. Ila Mungu ana namna ambayo akikuahidi, wewe unataka ubaki ukiamini tu. Kwa maana unamtukuza, unamshukuru, unamsifu hapo tu kwa sababu ya ile ahadi aliyosema. Kwa sababu Mungu akisema ahadi, maana yake ameshajicommit. Lazima aseme, lazima atende kile alichosema. Hivi umenielewa nasema? Sasa Abrahamu alipochepuka kaenda akazaa na yule mwanamke mwingine baada ya kushauriana na mke wake, yule kwa Mungu hakuhesabika kama ndio mission yake. Na ndio maana hapa anamtambua kama mwana pekee. Kwa nini? Kwa sababu ndio mwana wa ahadi ambaye alimsema. Na Mungu alimpeleka Abrahamu mpaka alipofika miaka 100. Hana uwezo. Ndio maana kule kwenye Warumi sura 4 anaongea, anasema Abrahamu hakufikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, wala hali ya kufa ya tumbo lake Sara, lakini akiona ahadi. Kiswahili kina tafsiri tofauti kidogo, kinasema alifikiri. Ila ukisoma kwenye Kiingereza inasema he considered not. Inasema he considered not, hakufikiri, yani hakuzingatia au hakutilia maanani ile hali iliyokuwa inaendelea katika mwili wake, wala ya kufa ya tumbo lake Sara, bali akiona ahadi hakusita kwa kutokuamini, alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Ukisoma kwenye Warumi kuanzia 18 mpaka 21 utakuta hayo maneno unayosema. Sasa Abrahamu alipelekwa mahali ambapo ni imani pekee yake itafanya kazi. Maana yake nini? Mwili wake hauna nguvu. Imani wakati wote inafanya kazi pale ambapo mwili hauna mchango. Yaani mwili umenyosha mikono kwamba hapa siwezi na sijui inakuaje. Imani ndio mahali ambapo inafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu imani ni kwa ajili ya yasiyoonekana. Napenda haya maneno, nayapenda mimi. Imani inafanya kazi kwa ajili ya yale yasiyoonekana, kuyafanya yawe dhahiri. Imani ni mkono unaoshika yasiyoonekana kama yanayoonekana. Yaani imani inashikaga yasiyoonekana kama yanayoonekana. Yaani ikishika inaweza ikakupa na taarifa zake. Ndio hiyo anasema Abrahamu akiiona ahadi hakusita kwa kutokuamini. Aliona vipi? Kupitia nyota alizoonyeshwa. Aliambiwa zihesabu zikakwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Aliona kupitia mchanga wa pwani wa baharini. Aliambiwa hebu hesabu huo mchanga wa pwani. Hebu uone, anasema ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Abrahamu wakati wote alikuwa akiona mchanga wa pwani alikuwa anaona watoto. Akiziona nyota anaona watoto wake. Na anasema alipoona ile ahadi hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akamtukuza Mungu. Sio akamuomba Mungu, akamtukuza Mungu. Maana yake alitoa sifa, alitoa shukrani. Kwa nini? Kwa sababu aliona ahadi. Kuna kusikia ahadi na kuona ahadi. Kuona ahadi ni mbele zaidi. Kusikia ni sawa, ila kuona ni mbele zaidi. Hata shahidi aliyeona na aliyesikia ni watu wawili tofauti katika ushahidi wao. Shahidi aliyeona huwa anakuwa na ujasiri sana kwa sababu ya kile alichoona. Abrahamu akiona ahadi hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani. Sasa tunaongea nini? Tunaongea habari za Kristo. Tunaongea habari za Kristo. Abrahamu hapa aliambiwa akamtoe mwanae pekee. Katika uhalisia mwanae pekee, hapa si tena ndakuwa kama na kuvuruga, ila katika uhalisia mwanae pekee hapa wa Abrahamu hakuwa Isaka, alikuwa Kristo. Kwa sababu huyo ndio alikuwa mwana wa ahadi. Ila na nini unanielewa? Nimesema hivi, Isaka alikuwa ni kivuli, hakuwa kitu halisi. Ndio maana pale wakati anataka kuchinjwa, Mungu akamwambia, na malaika wa Mungu akamzuia Abrahamu asimchinje, kwa sababu sio Isaka aliyetakiwa kuchinjwa. Na tendo hili ambalo Abrahamu alikuwa analifanya hapa ndio tendo la Calvary.
Ndio tendo ambalo Mungu alilifanya Calvary, la kumuua Yesu, la kumchinja Yesu. Of course, katika mwili alikuwa anaonekana Yesu anasulubishwa, lakini katika Mungu Yesu alikuwa anaonekana anachinjwa. Sio maneno ya unastahili kula chakula kigumu. Nasema hivi, katika ulimwengu Yesu alionekana anasulubishwa, anapigiliwa misumari. Ila katika ulimwengu wa Mungu, katika fikra ya Mungu, Yesu alikuwa anachinjwa. Kwa sababu Yesu alikuwa ni mwana kondoo wa Mungu, aichukue dhambi ya ulimwengu. Ili achukue dhambi ya ulimwengu, ilikuwa lazima achinjwe. Ndivyo ilivyokuwa inafanyika kwenye hekalu. Anachinjwa yule kondoo ambaye alikuwa amepelekwa kwa ajili ya sadaka ya taifa la Israeli, kwa ajili ya dhambi zao, na kuhani. Kondoo alikuwa anachinjwa. Unanielewa unasema? Afu anateketezwa pale. Sasa Yesu katika macho ya Mungu, katika fikra ya Mungu, pale Calvary alikuwa anachinjwa. Ila katika macho ya wanadamu alikuwa anasulubishwa. Umeelewa unasema? Na hapa Abraham alikuwa anafanya kile ambacho Mungu alikuwa anafanya katika ulimwengu wa roho kwa Yesu. Na ndio maana hapa sikiliza sasa, Abraham anapomchukua mwanae wa pekee. Mwanae wa pekee nani? Kristo. Yupi Kristo hapa? Nitakuthibitishia. Tulia, tunakuonyesha kwamba Kristo ndio alikuwa mwana pekee wa Abraham, wa ahadi, sio Isaka. Isaka alikuwa kivuli, alipewa tu kivuli, lakini halisi kabisa alikuwa ni Kristo. Angalia, anasema 13, anasema Ibrahim akainua macho yake, akaangalia na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahim akaenda, akamtoa huyo kondoo, akamtoa sadaka kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahim akapaita mahali pale Jehova Jire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Unajua huyu ambaye huyu mwana kondoo, huyu kondoo mume alienda kumchukua ni nani? Ni Kristo. Kristo ndio kondoo mume. Kumbuka kuna wakati Yesu alisema maneno haya, akisema Abraham aliiona siku yangu akaifurahia. Wayahudi wakamwambia, wewe haujapata hata miaka 50. Wapi uliwahi kumuona Abraham wewe? Yaani hujapata hata miaka 50. Yaani tusizungumza hiyo miaka mingi. Yaani 50 tu hujafika. Wapi uliwahi kumuona Abraham? Akaongea neno gumu zaidi, akasema Abraham kabla hajakuwako mimi niko. Maandiko yanasema kaokota moyo akataka kumpiga. Wayahudi, unajua Wayahudi pia na wapendo walivyokuwa wanamuelewa Yesu. Wayahudi walikuwa wanamuelewa sana Yesu. Unajua sisi watu wa mataifa kuna mambo mengi ambayo Wayahudi walipokuwa wakitaka kumpiga Yesu, sisi hatuyaelewi sana. Ila wao kwa sababu walikuwa ndani ya ile misingi, walikuwa wanamuelewa anavyoongea. Mfano anaposema kabla Abraham hajakuweko mimi niko, alikuwa anamaanisha kwamba yeye ndio yule Mungu aliyeongea na Musa, akamtuma akaenda kuwakomboa Israeli Misri, akawaleta Kanaani. Ndio maana jamaa kaokota mawe. Kumbuka Musa alipomuuliza, akamwambia ni kweli wewe umesema ni Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, Mungu wa... lakini utakaponiuliza niwaambie wewe ni nani, jina lako ni nani? Akamwambia kawaambie mimi niko ambaye niko amenituma kwenu. Akamwambia kawaambie niko amenituma kwenu. Na hapa anapojibu kwa Abraham, kwa nani, kwa hao Wayahudi, anasema kabla Abraham hajakuwako mimi niko. Kwa hiyo wakaiconnect kwa huyu niko ndio yule ambaye alimtokea Musa. Kwa hiyo unataka kusema wewe ndio uliyemtokea Musa? Wakaokota mawe. Si unamuona Kristo hivyo wazi? Yaani kule kwamba Kristo ndiye aliyemtokea Musa, akamtuma aende kule. Alimtokea kama niko. Anakuja anajifunua kwenye Yohana. Ngoja niongee. Alafu ndarudi kwa Abraham hapa. Ndarudi kuendelea kwa Abraham. Si niseme. Yaani nashiba niongee. Yaani naongea habari za msingi hapa ni Yesu Kristo. Katika chochote unachofundishwa lazima Yesu afunuliwe. Akifunuliwa Yesu umefundishwa kitu sahihi. Kama hajafunuliwa Yesu umekabidhiwa ma principles, hii principle ya kwanza, principle ya pili, principle ya tatu, umeingizwa polini. Na kuambia kweli, huyo ni motivational speaker anayesimama kwako. Sio mhubiri wa injili nasema. Sababu injili is all about Christ. Injili ni kuhusu Kristo. Ni Yesu. Kila nitakachoongea kwako ni Yesu. Hapa naongea tu kama msingi kukupa details hapa na pale. Lakini tukiongea hata utakatifu, utakuta utakatifu wetu ni Yesu. Yes, anasema kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30, anasema amefanyika kwetu kuwa utakatifu. Kwa hiyo utakatifu wetu sisi ni Yesu, ni Kristo, sio matendo yetu. Utakatifu wetu ni Yesu. Vile tunavyoamini tunakuwa transformed kwa kule kuamini.
kwamba sisi tu watakatifu katika yeye. Ndio maana Paulo anaandika barua kwa makanisa, ukiangalia kule ndani anawaonya mambo mengi, lakini kujua anasema kwa watakatifu walioko Korinto. Ninapenda Kristo alivyo. Nafikiri ni kumi au 8 anayoongea kabla Abrahamu hajakuwa kwa mimi niko. Ni 10 au ni 8? Yes. Sura ya 8. Sura ya 8, niruke nisi. Nianze mstari wa 48 labda. Niendelee mpaka kwa chini. Patakuwa na kamwendo kidogo, muda wangu umeisha, ndamalizia hapa. Tutaendelea tena kwenye session ya pili. Nakumbuka ndarudi kuongea mambo ya Abrahamu na kwamba mtoto wake hasa sio Isaka, ni Kristo. Sababu ndio mtoto wa ahadi. Mtoto wake Abrahamu ni Kristo, sio Isaka. Tutamuongea, tutamuona kabisa. Na ndio aliyemtoa. Na Ibrahim kumbe kweli alimchinja mwanae. Ingawa mwanzo alienda na kivuli cha Isaka, baadaye Bwana akamkataa, akampa mwanae wa kweli. Mtoto wake wa kweli ambaye ni Kristo. Wayahudi wakajibu wakamwambia, "Je, sisi hatusemi vyema ya kwamba wewe umsamaria nawe una pepo?" Wanamwambia Yesu eti amsamaria. Unajua kumwambia msamaria ilikuwa ni tusi kwa Wayahudi. Yaani Myahudi mwenzako kumwambia yeye ni mtu wa taifa jingine ilikuwa ni tusi. Yaani ni kafiri. Manake ni kafiri, manake ni najisi. Kwa nini nasema kafiri au najisi? Ukiangalia kwenye Matendo ya Mitume hapa, Matendo ya Mitume sura ya 10, mstari wa sura ya 10 mstari wa 28. Anasema hivi, huyu ni Petro. Anasema, akawaambia, "Ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea." Umeelewa? Wayahudi fikra yao ilivyokuwa. Yaani kwamba kuchangamana na mtu mwingine ambaye sio Myahudi, yaani fikra yao ilikuwa imekaa hapa. Anasema, anaambia kabisa, "Ninyi mnajua ya kuwa si halali." Sio halali kabisa. Yaani mtu aliye Myahudi ashikamane au ambatane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea. Lakini Mungu amenionya nisimwite mtu awaye yote mchafu au wala najisi. Manake Myahudi alikuwa hataki kuambatana na mtu wa taifa jingine lolote, kwa maana wao walikuwa wanamuita mchafu au najisi. Kama vile ambavyo katika hizi dini zetu, dini nyingine inawaita wengine makafiri. Ni fikra hii, fikra ni ile hii ya Torati ndio inayofanya kazi. Ni fikra hiyo ya Torati. Ila Mungu ameshakataza usimwite mtu mwingine mchafu au najisi. Usimwite kafiri. Mungu amekataa. Kwa nini? Kwa sababu damu ya utakaso kwa ulimwengu mzima imeshamwagika. Ila watu wanatakiwa wapelekewe ujumbe ili waamini watakaswe. Kwa hiyo hakuna kafiri, hakuna najisi, hakuna mchafu. Tuendelee pale Yohana ile. Anasema, sasa wakamwambia wakamtusi. Yaani hapo walikuwa na mtusi Yesu wakamwambia, "Je, sisi hatusemi vyema ya kwamba wewe umsamaria nawe una pepo?" Yesu akajibu, "Mimi sina pepo, wala mimi, lakini mimi namheshimu Baba yangu, na ninyi mwanivunjia heshima yangu." Naona Yesu anapojibu, "Wala mimi sitafuti utukufu wangu, yuko mwenye kutafuta na kuhukumu. Amini amini nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele." Basi Wayahudi wakamwambia, "Sasa tumeng'amua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa." Kwa nini unampointi Ibrahimu? Ibrahimu walikuwa wanamuita baba yao. Wanaamini sana katika Ibrahimu Wayahudi. Anasema Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa. Nawe wasema mtu akilishika neno langu hataonja mauti milele. Wewe umkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa. Nao manabii wamekufa. Wajifanya huu nani? Yesu akajibu, "Nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui nitakuwa mwongo kama ninyi. Lakini namjua na neno lake nalishika. Ibrahimu baba yenu." Sikia sasa na mwagoka. Yesu Bwana. Yesu mimi nampenda Yesu Bwana. Yesu. Yaani unaona yaani mahusiano tofauti. Yaani wao wanaita Mungu wao, yeye anamuita baba yake. Yaani mahusiano tofauti. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi.
Utakumbuka nimeongea kule kwenye mwanzo. Yaani wapi Ibrahimu alishangilia alipoiona siku yake? Ni pale Mount Carmel. Pale alipotoa ile sadaka. Yaani yule mwana kondoo aliyemuona alikuwa ni Kristo. Na ndio yule alikuwa mwana pekee wa ahadi wa Abrahamu. Sio Isaka. Kumbuka Isaka ni kivuli. Isaka ni kivuli. Utanielewa tu. Sikia anaendelea anasema, nimalizie tukusoma anasema. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata hata miaka 50. Na wewe umemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amini amini. Amini amini nawaambia, yeye Ibrahim hasija kuwako, mimi niko. Ndio niko nasema. Sema yeye Ibrahim hasija kuwako, mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Alipopiga ile niko, wakaconnect kwamba unataka kusema wewe ndio uliyemtuma Musa, wewe ndio uliyemfanya jaokoe baba zetu kutoka Misri kurudi Kanaani. Watu wakaokota mawe kusema tutani, afu walikuwa hekaluni. Yaani Wayahudi sio walikuwaje? Yaani walikuwa hekaluni, lakini kuna mawe, watu wakaokota mawe ndani ya hekalu huko. Yaani bwana, si ya nini semeje ya mambo. Yako wazi kabisa. Ila katika uhalisia hapa aliyekuwa amelengwa ambaye anaongea katika hii Bible ni Kristo, ndugu zangu. Ni Kristo. Hata tumeona huko kwa Abraham kwamba kumbe jumla nzima hata ya Abraham na mwanae hasa alikuwa ni Kristo. Wala sio Isaka. Isaka ni kivuli tu. Ni kivuli. Lakini mwana halisi wa Abraham alikuwa ni nani? Ni Kristo. Sikiliza sasa, Abraham hata wakati anamtoa, imani ya Abraham ya kumchinja Isaka kama mwana pekee wa ahadi ilikuwa ni nini? Ambaye alikuwa ni kivuli. Hasa alikuwa anamchinja nani? Nani ambaye Abraham alimchinja na anamsema? Fungua Waebrania 11. Waebrania 11, nitasoma kuanzia mstari wa ngapi? Nisome kuanzia mstari wa 17. Anasema, kwa imani Ibrahim alipojaribiwa amtoe Isaka awe dhabihu, na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Naam, yeye aliambiwa, katika Isaka uzao wako utaitwa. Akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Sika kuna mtu kanielewa. Narudia tena. Anasema, hasa nisome ile 18. Anasema, naam, yeye aliambiwa, katika Isaka uzao wako utaitwa. Sasa kumbuka hapa bado anatumia kivuli. Anaongea katika Isaka uzao wako utaitwa. Anatumia bado kivuli. Ndakuonyesha kwa nini nasema kivuli. Anasema, katika Isaka uzao wako utaitwa. Akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Kumbuka, Abrahamu alikuwa anajua kwamba Mungu anaweza kutimiza na atatimiza zile ahadi zote ambazo alimwapia. Uzao wake kama nyota, wingi wao, na hizo nchi na yote ambayo Mungu alimwahidia. Kwa hiyo hata wakati anaambiwa amuue huyu mtoto wa ahadi, mtoto pekee, bado Abrahamu alihesabu kwamba Mungu aweza kumfufua kutoka kuzimu, akamleta ili kusudi atimize hizo ahadi ambazo alikuwa amefanya nini? Amemwahidia. Na katika uhalisia ni kwamba ni kweli alimuua. Abrahamu alimuua mwanae wa pekee. Nasema hivi, Abrahamu alimuua mwanae wa pekee, sio kivuli, mwanae wa pekee, mwanae halisi ambaye alikuwa nani? Kristo. Ila alitokea kwake kwa mfano wa kondoo. Abrahamu alimuua. Na Mungu kwa mara ya kwanza baada ya Abrahamu kumuua mwanae wa pekee, Biblia inasema andiko liliona vema kumhubiri Abrahamu habari njema likisema, katika wewe mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Ukiendelea kusoma katika ile mistari pale chini, ambayo unakuta Paulo anakuja na inukuu kwenye Wagalatia. Hebu tuende Wagalatia sura ya 3. Utanielewa sasa ninachosema. Kwa nini namsema kwamba Kristo ndio mwanae wa pekee wa Abrahamu, na ndiye aliyemtoa na ndiye aliyemchinja pale. Galatia sura ya 3. Hata ndimi elfu hazitoshi kweli,
Bwana Yesu kumsifu. Tuendelee. Napenda nasikia kuna raha fulani siwezi kuieleza. Nasikia tunavyoongea maneno. Ila najua tunaongea vitu vigumu sana. Ila nasikia raha. Tuanze kusoma mstari wa ngapi? Nianze kusoma kuanzia mstari wa 7. Asema, fahamuni basi ya kuwa wao walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Manake watoto wa Ibrahimu ni wa imani, sio wa DNA ile ya damu. Sio Wayahudi. Narudia tena, watoto wa Ibrahim ni wale wanaoamini, sio Wayahudi. Ina maana leo kama Myahudi aamini kuhusu Kristo na kazi aliyoifanya, sio mtoto wa Abraham. Kwa nini? Kwa sababu watoto wa Abraham ni watoto wa imani, sio watoto wa damu inayopimwa DNA, sio hao. Anaendelea nasema hivi, na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Manake kama Mungu atahesabia haki mataifa kwa imani, manake mataifa tumefanyika kuwa wana wa Abraham kwa imani. Sababu watoto wake ni watoto wa imani, sio watoto wa DNA ya damu na nyama. Sio, unanielewa nachosema? Watoto wa Ibrahim leo ni wale wanaomwamini Yesu, au ndio watoto wa Ibrahim. Wale wanaomwamini Yesu, yani wale wa imani ndio watoto wa Ibrahim, sio watoto wa damu na nyama. Hapana, haiko hivyo kwenye macho ya Mungu, haiko hivyo kabisa. Ndio Paulo anaifunua kwa Wagalatia, ndugu zetu wa wengine wa Galatia, watu wa mataifa, anaifunua na siri na tufikia leo sisi. Anasema, na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahim habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahim aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Wanaotaka kuonekana wanafaa mbele za Mungu kwa sababu wamefunga, kwa sababu wameomba, kwa sababu sijui hawajafanya hiki, hawajafanya kile, sijui wamefanya kile, wana matendo yao ambayo wanahesabu. Anasema wako chini ya laana. Anaendelea nasema, kwa maana wale walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Ni dhahiri kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu kwa sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani, bali atendaye hayo ataishi katika hayo. Torati haikuja kwa imani. Unatenda, unahesabiwa haki. Haikuja kwa imani. Anasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kwa nini? Kwa sababu hakuna anayeweza kutimiza mambo yaliyo katika Torati. Hayupo. Na unajua kwa nini Paulo alikuwa anaongea na Wagalatia? Hao Wagalatia waliathiriwa sana na maarifa haya ya Wayahudi. Waliathiriwa sana na elimu hii ya Torati. Waliathiriwa. Kati ya makanisa ambayo yaliathiriwa kwa watu wa mataifa, Galatia liliathiriwa sana na Warumi waliathiriwa sana. Ndio maana utakuta Paulo anapiga sana sheria huko ndani, kwa sababu hao watu waliathiriwa nayo maarifa. Ukienda kwenye makanisa mengine unakuta anaongea kwa mbali tu, anapita, wala hangaiki sana kama Wakolosai, unakuta haongei sana ya mambo. Naeleweka nasema. Sasa ndio utakuta kwa nini anaongea huko, kwa sababu kulikuwa na shida ya elimu ya sheria, kama vile watu watahesabiwa haki kwa kuitimiza sheria. Ndio maana Paulo anaiataki. Anaendelea anasema, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaa juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Anaendelea kusema, ndugu zangu, nasema kwa jinsi ya kibinadamu, lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likiisha kuthibitika, hakuna mtu alibatilishaye wala kuliongeza neno. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu. Kumbuka, naongea kwa habari za Ibrahimu ilikotoka kule, na kuthibitishia kwamba mtoto wa pekee wa Abrahamu wa ahadi alikuwa ni Kristo, sio Isaka. Isaka alikuwa ni kivuli. Na hata kule ninavyosema habari za kwamba Isaka aweza kumfufua na kutimiza yale yote ambayo aliahidi, yani alikuwa ni kivuli. Alikuwa anaongewa ni Kristo. Na Kristo kweli alikufa kwa sababu Abrahamu alimchinja, lakini siku ya tatu alifufuka. Abrahamu alimchinja kinabii kama kondoo, ambaye baadaye alikuja alisulubishwa. Ilikuwa ni prophetically. Ila Abrahamu alifanya lile tendo la kinabii kule. Na baadaye Mungu alimfufua na akamrejesha na akatimiza yote. Yapi? Yale aliyomwapia. Sikia anavyosema.
anasema basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Unasikia sasa? Asemi wazao wake, yani kwamba Ishmaeli, Isaka, siyo Yakobo, azungumzi, aongee hivyo. Aongee hivyo. Anasema hivi. Asemi basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yaani Kristo. Kwa hiyo mzao wa Abrahamu, mzao wa pekee wa ahadi hakuwa Isaka, alikuwa ni Kristo. Ndio Paulo anamfunua hapa. Kule alikuwa ni fumbo, alikuwa ni kama vile tulivyoona ile nyoka ya shaba. Ile nyoka ya shaba alikuwa ni Kristo. Ni kama pia ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza 10 unakuta mwamba waliounywea naye ni Kristo. Wao walinywea mwamba kwa wanaona ni mwamba, lakini ule mwamba kumbe ulikuwa ni Kristo. Ile nguzo ya moto ambayo ilikuwa inawakinga usiku wasidhurike na wanyama na inawaangazia ilikuwa ni Kristo. Lile wingu ambalo lilikuwa linawafunika mchana wasishambuliwa na jua, wasiharibiwa na jua jangwani na ile joto, alikuwa ni Kristo. Sio, naeleweka ninachosema? Yeye unaweza kumwona Kristo. Nimekwambia hapa naongea msingi wa kila kitu kwamba ni Kristo, ni Yesu Kristo ndio msingi wa kila kitu. Sasa kumbe hata yule mtoto ambaye Abrahamu alimchinja pale sio Isaka, wala Isaka haikuwa mission ya Mungu. Mtoto wake hasa wa ahadi ambaye Abrahamu alimpokea kwa imani alikuwa ni Kristo, ambaye ndio huyu. Asemi kwa wazao, anasema kwa mzao. Mzao wake nani? Kristo. Na katika huyo Kristo ahadi zote zimefanya nini? Zimetimizwa. Na ni kweli kumbe Abrahamu alimchinja, lakini Mungu alimfufua siku ya 3. Tunaona alimfufua na akatimiza yote aliyokusudia. Ndio kanisa likazaliwa. Na Roho Mtakatifu akaachiliwa. Kwa nini? Ahadi alikuwa ni Roho Mtakatifu. Tumesoma pale juu mstari wa 14. Anasema ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo. Kumbuka alisema kwamba katika wewe mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Watabarikiwa kwa njia gani? Kwa ahadi ambayo nimekupa Abrahamu kutimia kwa mataifa. Ahadi gani? Roho Mtakatifu. Asema Asema ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, wapate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Hiyo ndio baraka ambayo tumekusudiwa. Sio magari, sio magorofa, mwenzangu, sio majumba. Kama leo ambapo tunajaribu kumpima Mungu kwa magari, magorofa, majumba. Je, wale ambao hawamwamini? Kuna binti yangu moja tuko naye kanisani, Mungu amemjalia naenda huko nje, anafanya kazi na wazungu fulani, anaenda Ulaya kila leo. Anakuambia pasa kuna watu wana hela mpaka wajue situmie wapi. Yaani hao watu wenye hela hawajaokoka, hawajamwamini Yesu. Unasemaje? Kama Mungu tunampima kwa hela na love 4 za mtumba ambazo tunanunua. Unasemaje kuhusu hao watu? Hawana Mungu, hawana nini? Wana hela mpaka wanaumwa. Wana hela mpaka wanasema Kiswahili cha mtaani wanakuambia wana hela mpaka wanaumwa. Yaani mtu ana hela mpaka ajue afanye nini. Mungu hapimi kwa hela. Na baraka ya Mungu haipimi kwa hela. Baraka ya Mungu kwetu ni Roho Mtakatifu. Kumbuka, ambacho naongea kwako leo ni msingi wa kanisa, msingi wa hekalu ambao ni Yesu Kristo. Katika kila unachofundishwa, katika kila utakachoelekezwa, katika kila utakachoambiwa, msingi lazima awe Yesu Kristo. Nikisema msingi lazima awe Yesu Kristo, manake ile kazi yake yote ya Calvary, kazi ya msalaba inahusika. Ndio maana leo deliverance huwezi kulipia, kwa sababu Kristo ndio msingi wa deliverance yako. Anasema kwenye Waefeso 1, katika yeye, Waefeso 1:7 anasema katika yeye huyo nani? Kristo, kwa damu yake tunao ukombozi. Tunao ukombozi. Sio kwamba tutakombolewa, anasema tunao. Kubali kwamba unao, upokee. Anasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sasa na wingi wa neema yake. Waefeso 1:7 anaongea ukombozi. Tunao. Msingi ni nani? Ni Kristo. Ukombozi wetu ni nani? Ni Kristo. Sio hela tunazotoa, sio ile bidii na mifungo tunayofanya. Ni vizuri kufunga, ni vizuri kuomba, lakini msingi wetu ni nani? Yesu Kristo. Maana ile kazi yote aliyoifanya akasema imekwisha, akamaliza. Huo ndio msingi wetu na sio vinginevyo.
Ndio msingi wa kubarikiwa kwetu, ndio msingi wa utakatifu wetu, ndio msingi wa ushindi wetu, ndio msingi wa kila kitu kwenye maisha yetu, ndio msingi wa hekalu la Mungu. Yesu Kristo aliyesema imekwisha, akakata roho, akashuka kuzimu kuwahubiri wale ambao hawakusikia gospel. Alishuka kuzimu kuwahubiri wale ambao hawakusikia gospel, sio kumnyang'anya shetani funguo za kuzimu na mauti haya. Tuache hizo injili za ajabu ajabu. Alishuka kuzimu kuwahubiri. Soma kwenye Petro utakuta. Tafuta kwenye Petro, sikutajii wapi. Kama wewe mwanafunzi unayefuatilia, katafuta kwenye Petro utakuta alishuka kuzimu kuwahubiri. Na alipohubiri, ndio maana unakuta katika siku ya kufufuka ile anasema ikaonekana miili ya watakatifu wengi na watu wengi Yerusalemu wakizunguka, baadaye wakatoweka. Kwa nini? Alitoka nao kule. Walipoamini akainuka nao, akafufuka nao. Msingi nani? Yesu Kristo. Naongea habari za msingi Yesu Kristo. Kwa habari za mafanikio msingi lazima awe Yesu Kristo. Kwa habari za utajiri msingi lazima awe Yesu Kristo. Kwa habari za ulinzi msingi lazima awe Yesu Kristo. Kwa habari za utakatifu msingi lazima uwe Yesu Kristo. Kwa habari za haki yako msingi lazima uwe Yesu Kristo. Na msingi wa Yesu Kristo ni kwa imani, sio kwa matendo ya sheria. Umenielewa ninachosema? Umebarikiwa wewe ambaye unafuatilia hiki kipindi. Endelea kufuatilia hili somo la hekalu la Mungu. Kuna mengi tutayaongea. Na naamini utafunguka na mengi. Asante kwa kunifuatilia, umebarikiwa. Na kukaribisha. Ibada zetu tunafanyia pale Mtendeni. Kama unapenda kuja kujifunza zaidi, tuko Dar es Salaam pale Mtendeni, shule ya msingi Mtendeni. Iko jirani sana na soko la Kisutu. Ukifika kule posta ukauliza tu soko la Kisutu liko wapi au shule ya Mtendeni, soko la Kisutu liko jirani sana na shule ya Mtendeni. Tuko hapo, tunatumia moja ya madarasa yao, tunajifunza haya maneno kwa kina zaidi, na tunaona uhuru ukitokea kwa watoto wa Mungu na ushindi mkubwa ukidhihirika. Umebarikiwa sana. Karibu Jumapili hii ushiriki pamoja nasi. Ibada zetu ni kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 6. Umebarikiwa. Asante kwa kuwa pamoja nami. Neema ya Kristo na ikufanikishe, na ikutajirishe, na ikuinue. Umebarikiwa.